Yule nani Mtume wa Mposa ni kiongozi wa dini na shehe wa Dar es Salaam, shehe wa mkoa. Kwanza mimi nampenda sana yule jamaa. Ana hekima sana. Ana hekima ya hali ya juu sana. Sana. Unajua kuna mtu ukimsikiliza tu unaona huyu unaweza ukamfuata hata jambo lako akakushauri vizuri. Yani kuna ana ule utulivu wa akili. Unaelewa utulivu wa akili? Hiyo tuna yani kuna namna yani kuna namna unapima, unaona huyu jamaa ana uwezo na anaweza akakupa kitu. Yani unaweza ukamsikiliza ukapata kitu. Sasa yule ni kiongozi pia wa dini upande wa Kiislamu. Serikali inawategemea viongozi wa dini sana, inawaheshimu. Kwa hiyo kama wamealikwa, mimi naamini huyo shekhe ni shekhe ambaye ametoka nje ya box. Yani unajua ukisema shehe wa mkoa lazima uwe na akili ya ziada. Unaposema wewe ni mchungaji, sijui mimi kama nina akili ya ziada au la, lakini unaposema wewe ni mchungaji pia lazima uwe na akili ya ziada. Yani kuna vitu ukiwa ndani ya box hutovipatia majibu. Kwa sababu mpira ni michezo. Ni michezo. Sisi kwenye Biblia inasema mazoezi ya mwili yafaa. Mimi kuna mtu alinishambulia akaniona gym nafanya mazoezi. Anataka niwe na tumbo mpaka hapa. Mtumishi gani unafanya mazoezi? Mtumishi gani unafanya mazoezi? Lakini unatengeneza Lakini mazoezi yafaa. Kwa hiyo kama wale wanaenda pale kuombea, wanaenda kuombea timu. Ni uzalendo wa Tanzania wale. Taifa kwanza. Taifa kwanza, mengine baadaye. Kwa ni viongozi wa dini wanaokwenda kuombea timu ishinde ili taifa lipate heshima. Ni michezo. Simba waendi kufanya zinaa uwanjani, wanakwenda kucheza. Ni michezo, ipo duniani. Hata Mungu anatambua michezo. Kiongozi wa dini ni IGP Siro anasema ni watu wanaofanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kiongozi wa dini anafanya doria katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo mipira sina ushirikina, ina mabalaa. Kwa hiyo kama viongozi wa dini wanapiga dua pale, shehe wa mkoa akafika pale akaanza kupiga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa qina adhabal kabr wa qina adhab mikwara ya IPM hiyo. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu alipoingia kwenye urais, kuna wachungaji walikuwa wanataka avue hijabu. Avue. Yani walikuwa wanataka sisi awe sawa tumekubali awe rais lakini avue hijabu. Unajua kuna watu kaka uwezi yani wapo tu. Yani kuna watu wapo tu uwezi kuwazuia. Kwa hiyo mimi sina chuki. Yani kinachowatesa ni IPM hana chuki na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata Muislamu akinichukia mimi anakosea, kwa sababu mimi sina chuki na imani yake. Mimi na rifaa tu. Nisikilize nikwambie, unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Muingereza anasemaje? Akikushinda ungana naye. Sasa sisi hatuungani, lakini unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Kama ni adui. Sasa mimi Muislamu simuoni adui. Kwa hiyo naweza nikajifunza tu kitu kwamba mbona aya hii ni nzuri. Inaendana na somo langu nililoliandaa, na ichukua na iweka pale. Kibaya au kizuri, I was a Muslim. Lakini wataka baada ya kumove from Muslim to Christianity, mimi sasa nianze kuwatukana wana majini yao, wachawi yao, washirikina, nyinyi mmepotea, Uislamu sio dini. Yani hivyo wangenipongeza kweli, yani na ningekuwa na followers wengi zaidi hata hapa yani. Yani wangeona huyu ndo mwenzetu sasa. Sasa wakioni iko na mimi sitafuti balance, sitafuti shobo, sitafuti umaarufu. Sababu na mimi natafuta umaarufu kaka? Hapana. Natafuta hela, natafuta nyumba, natafuta nini sasa? Mimi natafuta amani tu. Mimi nafundisha watu amani. Sasa Yesu si ndo njia ya kweli na uzima. Ukimwamini Kristo amani lazima uipate. Lakini utofauti unaokuja hapo ni namna ambavyo watu wanataka kunilazimisha mimi niwachukie Waislamu, niwatukane. Mimi sio kiongozi wa matusi. Mimi nafuatiliwa na watu kaka, yani mimi nakwambia ndio vile tu mimi nina kifua, sio mropokaji. Lakini napigiwa simu na viongozi wengine mpaka nasema ni yeye kweli huyu? Unafungua unaangalia mara mbili wewe. Huyu atakuwa ni yeye kweli? Anambia yeye IPM songa mbele kijana. Tuko na wewe bwana, tunakusikiliza. Tuko hapa. Na unasikiliza sasa kweli huyu ni mheshimiwa. Kwa nini? Na sio Mkristo, Muislamu.
ni Muislamu. Sio mmoja, sio wawili, sio watatu. Wewe nenda kwenye page yangu ya Instagram kaangalia watu walionifollow pale. Wanakuja Waislamu kanisani kwangu, hata Jumapili walikuwepo. Kuna mganga mmoja naye sasa pia mimi nimekuelewa, naomba nije Jumapili. Mpaka waganga wananikubali. Ukiamua kunichukia nichukie tu. Yuko huko ananiambia mimi nakuja.